Habari hii inatokea ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, na ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Ni tukio la kihistoria katika masuala ya uhifadhi wa wanyamapori. Limefanyika leo katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, ambapo mamlaka hiyo imekabidhiwa faru weupe 18 kati ya 36 wanaopaswa kuletwa katika hifadhi hiyo kutoka katika nchi ya Afrika Kusini, ikiwa ni awamu ya kwanza. Tukio hilo limekuwa la kihistoria kwa kuwa faru hao weupe ni miongoni mwa wanyama waliopo hatarini kutoweka katika uso wa dunia. Hivyo basi kuletwa kwao katika hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro kumelenga kuwalinda na kuwatunza ili wastawi na kuongezeka. Ni matokeo mazuri ya uhifadhi wa wanyama pori na misitu inayozungumzwa duniani na kimataifa. Utafiti umefanyika na kuonyesha kwamba eneo la Ngorongoro linaweza kuwa hifadhi wanyama hao. Ndio maana serikali imetoa kibali cha kuruhusu wanyama hao kuja nchini, kama hapa anavyobainisha Waziri wa Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Pindi Chana. So on behalf of United Republic of Tanzania, once again, we appreciate South Africa, we appreciate And Beyond. Let's work together. Katika makubaliano hayo, kampuni ya And Beyond ilichukua jukumu la kuwezesha upatikanaji na usafirishaji wa faru 18 kutoka Afrika Kusini kwa awamu ya kwanza, na awamu ya pili tunategemea pia kupokea faru 18 ili kufikisha faru 36 kama ilivyo kwenye makubaliano. Faru weupe baadaye watawekwa katika eneo la hapa Ngorongoro na kuhifadhiwa nchini. Ndugu wageni waalika, niseme tu kwamba mradi wa upandikizaji wa faru weupe nchini ni wa kwanza, na taarifa zinaonyesha kuwa ni miaka mingi tangu mabaki ya faru weupe kupatikana katika eneo la Ngorongoro. Faru weupe kama ilivyo faru weusi ni moja ya kundi la wanyamapori ambapo wapo hatarini kutoweka, endangered species, na hivyo kuorodheshwa kwenye makundi ya wanyamapori na mimea inayolindwa na mikataba ya kimataifa na mkataba wa kimataifa wa biashara ya wanyamapori na mimea iliyo hatarini kutoweka. Inalindwa na Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES. Serikali kupitia wataalamu wa uhifadhi ilifanya utafiti na kujiridhisha kuwa wanyama pori hawa wanaweza kwa kweli kustahimili katika mazingira yetu na bila kuathiri pia ustawi wa wanyama pori wengine. Baada ya kujiridhisha kuwa eneo la Ngorongoro kwa kweli linaweza kutunza faru weupe, serikali ilitoa kibali cha kuingiza faru hao, na leo tupo katika hii shughuli ya kupokea faru hao weupe. Ndugu wageni waalika, kiu yetu ni kuunga mkono juhudi za nchi nyingine, hususan Jumuiya ya Maendeleo ya Afrika Kusini. Sote tuko katika SADC kwa kuwahifadhi wanyama pori hawa katika mazingira ya asili, tofauti na maeneo mengine ambapo hufugwa katika mashamba maalumu na bustani. Sote tunatambua kuwa Tanzania ni miongoni mwa kinara katika kusimamia shughuli za uhifadhi, endapo kwa sasa zaidi ya 34% ya eneo la ardhi yetu imetengwa kwa ajili ya kulindwa vyema kwa ajili ya shughuli za uhifadhi, hasa kwa ajili ya wanyamapori na misitu. Mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, Jenerali mstaafu Venance Mabeyo, ameeleza kuwa wataendelea kutoa maelekezo kwa uongozi wa mamlaka hiyo na hakuna vitendo vya ujangili vitakavyofanyika ndani ya hifadhi hiyo. Na ni kuhakikishie tu Mheshimiwa Waziri, tutaendelea kutoa maelekezo ya mara kwa mara katika kuhakikisha kuwa hakuna vitendo vyovyote vya kijangili vinavyofanyika ndani ya hifadhi. Mwisho, ingawa sio kwa umuhimu, napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru wenzetu wa And Beyond na serikali ya Afrika Kusini kwa ujumla kwa kuweza kusimamia jambo hili mpaka kuhakikisha kuwa leo tunawapokea faru weupe ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Thank you very much our partners from South Africa. Naye kamishna wa uhifadhi wa mamlaka ya Ngorongoro, Rehema Dorie, anaeleza jinsi walivyojipanga kuwalinda faru hao kwa kuimarisha ulinzi kwa kutumia vifaa vya kisasa.
Mheshimiwa mgeni rasmi, kipaumbele chetu kikubwa ni kuhakikisha usalama wa faru hawa katika makazi yao mapya. Mamlaka kwa kushirikiana na vyombo vya usalama na wadau wa uhifadhi imeweka mikakati madhubuti ya kupambana na ujangili. Tumeimarisha mfumo wa ulinzi kwa kutumia teknolojia za kisasa ikiwemo ufuatiliaji kwa drones au ndege nyuki, GPS pamoja na vikosi maalum vya doria vitakavyofanya kazi usiku na mchana ili kuwalinda faru hawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na swala la ulinzi, mfumo maalum wa uangalizi wa afya za faru hawa kwa ajili ya kuhakikisha kuwa wanazoea mazingira yao mapya bila changamoto yoyote. Timu ya wataalamu na madaktari wa wanyamapori itasimamia ustawi wao kwa ukaribu sana. Tunadhibitisha tena dhamira ya Tanzania ya kulinda species zilizo hatarini na kuhifadhi urithi wetu wa asili. Dhamira hii imejengwa katika tamko la Arusha la mwaka 1961 ambapo Mwalimu Julius Nyerere, baba wa taifa, alitamka, nami namnukuu: kuendelea kuwepo kwa wanyamapori ni jambo la umuhimu mkubwa kwa sisi sote barani Afrika. Katika kukubali kuwa wasimamizi wa wanyamapori wetu, tunatangaza kwa dhati kwamba tutafanya kila tuliwezalo kuhakikisha kuwa vizazi vijavyo vinaweza kufurahia urithi huu wa thamani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuwapokea faru hao weupe hapa Ngorongoro, tunatekeleza ahadi hii na azimio hili na kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kiongozi wa uhifadhi. Hata hivyo, jukumu hili sio la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro pekee. Ni jukumu na wajibu wa kila mmoja wetu, wadau wa uhifadhi. Nkosi Nzwalezima Gumede, yeye ni kiongozi wa kimila wa kabila la Makas kutokea nchini Afrika Kusini, anaeleza kwamba kuwaleta faru hao ni kwa ajili ya kuwalinda. Ujangili uliofanyika kuanzia mwaka 2018 hadi mwaka 2023 umepelekea zaidi ya faru 10,000 kutoweka. Hivyo kuwepo Tanzania ni eneo salama na wao wanajivunia na wapo tayari kutoa ushirikiano wowote ili kuwezesha faru hao kustawi zaidi. South Africa has suffered a severe rhino poaching crisis which started in 2008. Since then, over 1,000 animals have been killed annually. As of 2023, more than 10,000 animals were lost to poaching. Efforts to reduce poaching by government and private institutions have started to produce positive results. However, a recent spike in poaching across South Africa has seen 35 rhino lost in the Kruger National Park for the month of January alone. Rhino management effort within the Munywana Conservancy has resulted in a steady increase in its white rhino population over the last number of years. In order to ensure a steady growth rate, we are in need of removing animals from the conservancy. Recent introduction of southern white rhino to other countries within the East Africa region aimed at establishing a new rhino population which can safeguard the species should poaching in South Africa continue unchecked have proved to be successful. The Munywana Conservancy has played a pivotal role in a series of white rhino projects. These include pioneering translocation of species to Botswana in partnership with Great Plains Conservation and the Botswana Department of Wildlife and National Parks. In 2021, the Munywana Conservancy supported the historic translocation of 30 southern white rhino to Akagera National Park, a collaborative endeavor in partnership with African Park and the Rwanda Development Board. A further groundbreaking initiative was the translocation of 16 southern white rhino to Karamba National Park in the Democratic Republic of Congo, which was accomplished in June 2023 in collaboration with African Parks. We have now followed this project up with the historic introduction of white rhino into the Ngorongoro crater, documented research
has shown that white rhino population can grow rapidly when put in a suitable habitat and afforded effective reserve management and protection. Assessment carried out and shared by Tanzanian Ministry of National Resources and Tourism supporting Ngorongoro Crater as such habitat. It is intention of the ministry to create a breeding founder population that will one day serve as a source population for the introduction of southern white rhino to other protected areas within Tanzania. Pastor Ezekiel anaingia Tanzania. Ni siku 3 za ishara, miujiza, maajabu na uponyaji tere na kuliombea taifa la Tanzania. Huduma ya New Life Prayer Center and Church Mombasa nchini Kenya na rais wa Baraza la Mitume na Manabii Tanzania Daktari Joshua Mwatiara wanamleta Tanzania mtu wa Mungu Pastor Ezekiel katika mkutano wa siku 3 pekee kwa Kilimanjaro. Eneo ni katikati ya Bomang'ombe na Kia, kituo cha Mijohoroni, kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 16 mwezi wa 3 2025, kila siku kuanzia saa 2 asubuhi na kuendelea. Wamepona na kufunguliwa wengi, hauna sababu ya kuteseka tena. Madhabahu ya kifamilia iliyotesa babake babako imekufikia, ivunjwe na nguvu zote. Kwa maelekezo piga simu namba 0774781537. Watu wote mnakaribishwa.